Mwongozo wa Spika. Mwongozo. Mheshimiwa Spika, naomba nitumie kanuni ya 79 kuomba mwongozo wako kwa kuwa mkutano huu wa 3, Mheshimiwa Spika, pamoja na mambo mengine, kupitia kiti chako ulitoa maelekezo kadhaa kushughulikia swala zima la upatikanaji wa mafuta nchini na bei elekezi za mafuta. Tarehe 11 mwezi wa 3, mara baada tu ya vita ya Irani, Marekani na Israeli, Wizara ya Nishati wakiwepo na mawaziri wengine waandamizi na Kamati ya Nishati na Madini, na ulitoa maelekezo mahususi ya kuhakikisha kwamba serikali inafanya kila jitihada ili nchi ipate mafuta wakati wote, pia kufuatilia mwenendo wa bei hiyo kutokana na athari ya vita iliyokuwa inaendelea. Tarehe 1 mwezi wa 4, Mheshimiwa Spika, mara baada ya EWURA kutangaza bei elekezi na kushuhudia kwa mara ya kiwango cha upandaji wa bei hizo kwa kikubwa, ulitoa maelekezo kwa Wizara ya Nishati kukutana na Kamati ya Nishati na Madini kushughulikia swala hilo, na ikiwemo masuala ya upatikanaji wa uhakika wa mafuta wakati wote na bei zake, na Kamati ya Nishati ilifanya kazi hiyo. Tulikutana na serikali, lakini pia kupitia wewe mwenyewe binafsi mlifanya vikao vya kimkakati vikihudhuriwa pia na Mheshimiwa Waziri Mkuu na mawaziri wengine kushughulikia swala hili la kadhia upatikanaji wa mafuta na bei yake. Mheshimiwa Spika, pamoja na jitihada hizo tumeendelea kushuhudia pia bei ikiendelea kupanda, lakini kabla Wizara ya Nishati haijawasilisha bajeti yake hapa, ilifanya semina elekezi kwa bunge zima na kwa Kamati ya Nishati juu ya hoja mbalimbali zilizohusiana na upatikanaji wa mafuta na bei zake. Mheshimiwa Spika, kwa kuwa sasa tumeona duniani huko kwamba Irani na Marekani wamesaini makubaliano ya awali ya kusitisha vita na kuanza mazungumzo ya amani ambayo imeleta athari chanya ya kushuka kwa bei ya mafuta. Kwa mfano, inaonekana sasa bei ya mafuta kwa pipa moja mafuta ghafi ni dola 73.39 kutoka dola 100 mpaka 120 ya wakati vita inaanza. Je, nilikuwa naomba mwongozo wako Mheshimiwa Spika, serikali inatuambia nini sasa kuhusu kushuka kwa bei ya mafuta duniani? Tutarajie nini kwa bei za mafuta ndani ya nchi? Inawaahidi nini wananchi kwamba lini tutarajie bei za mafuta zitashuka kutokana na athari chanya iliyopatikana baada ya kusitishwa kwa vita na kuingia makubaliano ya kuanza kwa mazungumzo ya amani? Naomba mwongozo wako Mheshimiwa Spika. Asante. Waziri wa Nishati humo. Mheshimiwa Waziri wa Nishati humo, hebu tupe maelezo. Huo ndio mwongozo wangu. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa taarifa mbele ya bunge lako tukufu. Mara baada ya vita kati ya Irani, Israeli na Marekani kuanza tarehe 28 ya Februari mwaka huu 2026, tulipata changamoto ya kufungwa kwa mlango wa Hormuz, ambao mlango ule unapitisha 20% ya mafuta ghafi ya dunia nzima. Lakini si tu 20% kwenye mafuta ghafi, mafuta ambayo ni refined, mlango ule unapitisha karibia 34%. Na wiki ya kwanza ya vita ile, Mheshimiwa Spika, tuliona refinery ya Ruwaisi inayomilikiwa na kampuni ya mafuta ya ADNOC ilipigwa, na baadaye kampuni refinery inayomilikiwa na kampuni ya Aramco iliyopo Fujairah nayo ilipigwa, ambayo ilipelekea kuleta upungufu mkubwa sana Mheshimiwa Spika wa upatikanaji wa nishati ya mafuta duniani kote, na ilipelekea pia bei za mafuta kuanza kupanda. Mheshimiwa Spika, baada ya kuona athari hizo, serikali ilimtaka EWURA, PBPA, wakala wa uagizaji mafuta kwa pamoja, kwa kushirikiana pia na TPDC, kuweza kukaa na kuangalia bei za mafuta na mwenendo wake duniani. Baada ya kuona hivyo, walichukua hatua za haraka za kuhakikisha kwamba tunapata kwanza security of supply, uhakika wa upatikanaji wa mafuta katika taifa letu. Na Mheshimiwa Spika, wewe ni shahidi na bunge lako ni shahidi, katika kipindi chote cha mgogoro wa Mashariki ya Kati, taifa letu halijakumbwa na uhaba wa mafuta.
ulikuwa ukitoka Dar es Salaam mpaka Kyerwa, mafuta yapo katika vituo vyote. Mheshimiwa Spika, bei ambazo zilikuwa zimepatikana katika kipindi cha vita cha mwezi wa 3 katika region yetu hii ya Afrika Mashariki ndio ilikuwa bei ndogo kuliko wengine, hadi kupelekea nchi nyingine kutaka kuja kuchukua mafuta kwetu. Mheshimiwa Spika, hata katika bei za mwisho kwa mlaji, soko la Tanzania, wote ni mashahidi na vyombo vya habari mmekuwa mkiona vikitoa, bei yetu katika pampu imeendelea kuwa bei ndogo kuliko nchi nyingine zinazotuzunguka katika ukanda wa Afrika Mashariki. Sasa baada ya serikali kupitia TPDC, EWURA na PBPA kufanya kazi nzuri ya kuhakikisha kwamba hatupati uhaba wa mafuta wakati wa vita, nikiri Mheshimiwa Spika kwamba sasa baada ya mazungumzo yale ya amani kufanyika na kupatikana kwa ceasefire ya siku 60, bei ya soko la dunia ya mafuta ghafi imeanza kushuka na sasa imefika mpaka $70 kwa barrel. Serikali imewataka TPDC, PBPA na EWURA kuhakikisha ya kwamba Mtanzania naye anaanza kuona bei ile ikishuka katika vituo vyetu vya mafuta. Mheshimiwa Spika, nilihakikishie bunge lako tukufu kwamba Watanzania wataanza kuona bei ya mafuta ikishuka, na kadri mzigo unavyozidi kuja wa bei nafuu, kwa sababu kwa sasa kuna meli ambazo ziko njiani, kuna meli zilizofika bandarini, kuna mafuta yaliyoshushwa yaliyokuwepo katika storage. Kadri meli zinavyoanza kuja zinazotoka za mzigo wa bei nafuu, na bei zitazidi kushuka, na tunatarajia, hata wataalam duniani wametoa takwimu, tunatarajia kwamba ndani ya wiki 8 mpaka wiki 10 dunia itarejea katika bei zilizokuwepo Februari mwaka 2026. Lakini katika soko letu Tanzania, tumewataka EWURA kuhakikisha Mtanzania anaanza kuona punguzo la bei hiyo kuanzia mwezi huu unayokuja kwenye bei ambazo zitatangazwa. Mheshimiwa Spika, serikali itaendelea kuangalia hali ya Mashariki ya Kati inavyoendelea, kwa sababu mafuta yetu tunaagiza kwa 100%, na katika 100% ya mafuta tunayoagiza Tanzania, 61% yanatoka Mashariki ya Kati ambayo yanapita katika mlango wa Hormuz, na 40% tunapata kutoka nchini India. Tutaendelea kuona ni namna gani tuna diversify upatikanaji wa mafuta katika taifa letu, lakini vile vile kwa maelekezo yake Mheshimiwa Rais wetu tunaangalia ni namna gani sasa tutapata refinery yetu pale Tanga ili kuweza kusafisha mafuta yetu wenyewe. Na sisi Mheshimiwa Spika, tupo katika eneo zuri katika bara letu, na katika nchi zenye miundombinu ya mabomba ya mafuta, Tanzania katika ukanda wetu inaweza ikawa namba 1. Tuna bomba la Tazama linalotoa mafuta Dar es Salaam bandarini kuelekea Ndola, lakini vile vile tuna crude pipe ambayo inatoka Uganda kuja Tanga, lakini vile vile Mheshimiwa Spika, kuna mpango wa kuweza kuwa na bomba la mafuta ambalo litachukua mafuta Tanga kupitisha kwenye baadhi ya mikoa yetu na kupeleka nchini Uganda. Kwa hiyo kuwa na refinery hapa katika mji wetu wa Tanga, tutaweka mabomba tu kutoka Tanga Tazama, ili mafuta yanayoenda nchi za SADC yaweze kupita humo na yale ambayo yanaenda Uganda. Kwa hiyo tuna mipango mikubwa ya kuhakikisha kwamba hayajitokezi tena ya kuweza kupata hitilafu au changamoto ya bei katika nchi yetu pale ambapo kutatokea migogoro huko duniani. Mheshimiwa Spika, baada ya kutoa taarifa hiyo, ni kuhakikishie kwamba mafuta Tanzania yataendelea kupatikana kwa uhakika na bei zitaanza kushuka mara moja. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Asante sana.